Kuelewa mradi wa makazi nchi ya Marekani. Aina ya nyumba. Katika aina za nyumba kuna ya kwanza nyumba za kupangisha au za kukodisha. Ya kwanza ni nyumba za ghorofa au nyumba za kifamilia, kumaanisha zile nyumba zimesimama peke yake. Aina ya pili ya nyumba ni umiliki wa nyumba. Kumiliki nyumba unahitaji alama nzuri ya mikopo ili kupata mikopo kwenye benki ya kukuwezesha kumiliki nyumba. Pili, inahitaji mapato thabiti au kuonyesha ya kwamba unaweza fanya malipo kwa mkopo ambao umechukua kwenye benki. Gharama ya makazi. Gharama ya kodi hutofautiana. Kiasi cha kodi kitatofautiana kulingana na maeneo. Kwa ujumla, kodi itakuwa bei ya juu katika miji na bei ya chini katika maeneo ya vijijini. Ni wajibu wako kulipa kodi yako baada ya miezi michache ya kwanza unapofika Marekani. Mkataba wa kukodisha nyumba. Maktaba ya kukodisha ni makubaliano yaliyoandikwa kati yako na mwenye nyumba wako. Kati ya hiyo maktaba iko na kwanza, kiasi cha kodi au amana ambayo inafaa kulipwa. Pili, ada yoyote ya kila mwezi. Tatu, tarehe za kwanza na za mwisho. Nne, sheria za mali au sheria zinafaa kufuatiliwa unapokaa kwenye hiyo nyumba. Inaweza kuwa kwa mfano hawaruhusu kuvuta kwa sigara au wanataka watu watulivu ama utulivu baada ya saa 4 usiku. Tano, kiasi cha ada ikiwa kodi italipwa kwa kuchelewa. Onyo, kamwe usisahihi maktaba bila kuisoma kwanza na kujua ambacho unasaini au unasahihisha. Haki na majukumu ya mpangaji. Kama mpangaji, una haki ya nyumba salama na ya kibinafsi. Mwenye nyumba akishakodisha nyumba, hawezi kuingia bila idhini yako au ruhusa yako. Masharti ya maktaba hayawezi kubadilishwa hadi maktaba itakapomalizika au wakati utaisha ambao mlikuwa mmesahihiana. Lazima ufuate sheria za maktaba, kumaanisha ulipe kodi yako kwa wakati ili kuendelea kuishi kwenye hiyo nyumba. Dhamana ya kodi ya nyumba. Amana ya kukodisha ni nini? Hizi ni pesa zinazolipwa kwa mwenye nyumba unapotia saini makubaliano ya kukodisha. Kwa kiasi gani? Kwa kawaida ni mwezi mmoja wa kukodisha, lakini hutofautiana kulingana na mwenye nyumba. Tatu, je, utarudishiwa lini hiyo amana ya kukodisha? Ikiwa nyumba ambayo unakaa haijaharibiwa, basi utapata pesa wakati wa kuondoka. Ya mwisho, wanaweza kuchukua pesa kwa ada ya kusafisha nyumba unapohama kwenye hiyo nyumba au unapoondoka. Ushauri au kidokezo. Unapohamia ama unapoingia kwenye nyumba, piga picha ya nyumba hiyo ambapo unapoona uharibifu wowote ili uwe uko na thibitisho ya uharibifu huo. Hii itakuepusha matatizo yoyote wakati ambapo unaondoka kwenye hiyo nyumba. Hamjamboni. Hii ni habari kuhusu kuhamia kwenye nyumba mpya na majukumu. Kwanza, ni jukumu lako kuhamisha zile huduma ambazo unazipata kwenye nyumba mpya kutoka kwa jina ya mwenye nyumba na kuziweka kwenye jina yako mwenyewe. Hizi zinajumuisha bili ya stima, ya gesi na interneti. Mara nyingi hizi bili
huwa zinakuja tofauti na ile ambayo unalipa ya kukodisha. Hizi huduma pia lazima zilipwe kwa wakati ambao unastahili. Kama hautalipa kwa wakati ambao unastahili, mara nyingi jiji zinaweza kuja wazime hiyo stima yako au gesi yako pale nyumbani. Wakati mwingine hiyo mkataba ambao umesaini, mara saa zingine inaweza jumuisha zile bili ambazo unalipa. Wakati mwingine wanaweza weka ile gharama ambayo isiyobadilika kila mwezi ambayo unaweza lipa kwa mwenye nyumba. Wakati mwingine zile bili mwenyewe lazima ulipe kwa kampuni ambazo kupatia hizo huduma. Hapa Marekani, wakati mwingine ikifika kwa zile huduma ambazo unalipia ile kulingana na matumizi yako. Kuhakikisha ya kwamba tuseme stima yako au gesi ikue pesa ya chini au stima, lazima wewe mwenyewe uwe mwangalifu na vile ambavyo unatumia hizo huduma. Kama ni ya stima, ukiwa unatoka kwenye chumba hicho na hautumii hiyo stima, poza. Kama ni gesi ambayo unatumia, usitumie kwa hali ya juu kama haitakikani. Au wakati mwingine ile air conditioning, wewe mwenyewe si ati wakati wote unaiweka iwe inakimbia ama inatumika kila asubuhi na mchana. Kwa hivyo inalingana na matumizi yako, ndio pale utalipishwa kulingana na ile wewe mwenyewe unatumia. Na ya mwisho, kama uko na tatizo ya kulipa hizo huduma, kuko na programu ambazo zinaweza kusaidia kulipa hizo huduma. Kwa hivyo kama uko na ugumu, unaweza piga simu pale ofisini ambapo utapata usaidizi. Asante. Jinsi ya kuwa mpangaji mzuri. Kuwa mpangaji mzuri inamaanisha kwanza kulipa kodi wakati ambao unafaa kila mwezi. Pili, fuatilia zile masharti au sheria mwenye nyumba ameziweka. Tatu, kama kuna tatizo lolote, mwelezee mwenye nyumba ili aweze kutatua. Vidokezo au ushauri ili kuweka nyumba yako salama. Ukitaka nyumba yako iwe salama, kwanza, funga milango na madirisha yako usiku au unapotoka nyumbani. Pili, usiruhusu watu ambao haujui ndani ya nyumba yako. Tatu, panga jinsi utavyotoroka ikiwa kuna dharura yoyote. Ni nini cha kufanya wakati wa dharura? Ukiwa na dharura yoyote, unaweza piga nambari 911 ili upate usaidizi wa polisi, zimamoto na matibabu. Kuwa tayari kushiriki anwani yako. Na tatu, piga nambari 911 tu wakati ambao kuna dharura ambao ni hatari au kubwa. Kwenye nyumba yako kuna vifaa vya kugundua moshi au kizimamoto. Vifaa hivyo vinawekwa juu ya dari ndani ya nyumba yako. Ukiangalia kwa kila chumba, kwa koridori au kwenye mafiga utaziona. Vifaa hivi vinapiga kengele au kelele kubwa kama kuna moshi ndani ya nyumba. Mbele ya kuingia kwa nyumba, hakikisha zinafanya kazi. Kila mwezi unapaswa kuangalia kama zinatumika au zinafanya kazi. Ukiona moshi ndani ya nyumba yako, kila mtu anapaswa toka nje kama kuna moto au moshi. Jua mlango ya kutokea na namna ya kufungua madirisha.
Jifunze kutumia kizima moto na uwe na kimoja jikoni kila wakati. Ukuwe na kimoja jikoni au mafiga kila wakati. Ni muhimu kusafisha nyumba yako kila wakati. Hii ni sehemu kubwa ya kuwa mpangaji mzuri. Uko responsable wa kusafisha nyumba yako mwenyewe. Safisha jikoni au mafiga, bafu au fasi ya kunawia, na sehemu ambao ya kukalia kila mara au baraza, ili kuepuka uchafu, mabaki ya chakula au uchafu kwa nyumba yako. Uharibifu wowote utakao sababisha utapunguza pesa kutoka kwenye amana yako ya kodi. Kuweka nyumba safi kutakuokoa pesa au utachunga pesa. Kama kuna tatizo la uvuaji wa maji, mwambie mwenye nyumba mara moja ili kuzuia uharibifu wa maji kwa nyumba yake. Utengenezaji wa nyumbani huzuia madhara. Ili kuzuia madhara, washa feni yako ya bafuni kila wakati unapotumia bafu ili kuzuia ukungu kuongezeka. Pili, ukiwa unaoga au ukiwa kwenye bafuni, lazima utumie pazia ndani ya beseni ili kuzuia maji kumwagika. Pili, maji unapoloa au kumwagika kwenye sakafu, lazima uipanguze kwa haraka. 4, hakikisha ya kwamba unatumia pedi za moto ukitoa sufuria kwenye moto au ukiwekelea kwenye counter. 5, thibitisha ya kwamba unasafisha bafu yako na pale jikoni mara kwa mara. Kuelewa gharama ya nyumba. Gharama za nyumba au makazi ni pamoja na kodi, huduma na vifaa vya kusafisha. Pili, bajeti au piga budget kwa uangalifu ili kuepuka kukosana na pesa au kukosa pesa za kulipa mwisho wa mwezi. Bili zako za nyumba zinahitaji kupewa kipaumbele kuliko kununua mahitaji mengine, kwa mfano nguo au vifaa vingine, kwa sababu usipolipa kodi yako ya nyumba, mwenye nyumba atakuhamisha ama atakuambia uhame kwenye hiyo nyumba. Kwa mfano, unapopiga bajeti yako, tukiangalia ya kwanza ni ada ya nyumba, au unapolipa inaweza kuwa 1,350, kama ni umeme $95, gesi inaweza kuwa $15, nyumba au pesa zinazotakiwa za nyumba $100, mtandao 55. Kwa jumla ukiweka kwenye bajeti itakuwa $1,615. Maswali. Ni vizuri kuuliza usaidizi kama kuna kitu ambayo hauelewi. Pili, jenga mahusiano mazuri na majirani wako. 3, kuwa mvumilivu unapozoea nyumba yako mpya.